Atupeli. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaendeleaje nyumbani? Tuende vizuri. Uko vizuri? Nimefurahi kukuona. Nimefurahi pia kukuona. Wewe. Sasa Atupeli ile. Abe. Sasa hivi tunaenda kuanza maisha yetu. Usiogope, sawa? Kwa vizuri sana. Utakuwa mama bora wa wanangu. Utawatunza sana. Tutafanya vizuri. Mungu awabariki sana. Ongeleni kwa hatua nzuri na ya baraka, na tunamwamini Mungu kwa hatua njema mlioifanya. Mungu atawatangulia katika safari yenu kuelekea kwenye ndoa. Endeleeni kutunza maisha ya utakatifu katika kipindi hiki kifupi mlichobaki nacho. Sisi kama wazee wa kanisa tutaendelea kuwaombea na kulikabidhi mikononi mwa Mungu jambo lenu. Lakini pia wakati mwingine mnapokutana, hakikisheni mnauona uongozi wa kanisa kama hivi kwa ajili ya mazingira ya kutunza ushuhuda na kuhakikisha ndoa yenu inakuwa safi. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Mungu awabariki kwa hatua hii ambayo umechukua, kama alivyosema mzee wa kanisa aliyetutangulia kwamba endeleeni kutunza ushuhuda. Lakini nipendi pia kuwatia moyo kupitia kitabu cha Timotheo. Maandiko yanasema mtu yeyote asiudharau ujana wenu, bali muwe na kielelezo kwao waaminio. Sawa binti yangu, sawa kijana wangu, msikutane pasipo uongozi kama alivyosema mzee wa kanisa. Basi nipende kuchukua muda huu tuwaombee ili Mungu awatangulie kwenye jambo lenu zuri. Alo mpenzi. Alo, nakusikia. Nishafika kanisani. Kwenda kuonana na mchungaji. Halo. 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 Nimekuona. Nimekuona. Haya, twende. Anasiwe baba. Amina. Rutiko. Naam. Umekuja baba? Nimekuja baba. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Atupele. Anasiwe abe baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina baba. Nimefurahi kuwaona wanangu wazuri. Amina baba, tumefurahi. Uko salama kabisa? Tuko salama baba. Za nyumbani huko? Ni njema. Jana nilionana na baba yako jana. Ameniambia anaendelea vizuri sana na mama. Wanaendelea vizuri. Wewe unaendelea vizuri? Wanaendelea vizuri. Rutiko. Kazi yako? Safi kabisa. Napenda huduma yako mwanangu. Amina. Hongereni sana. Asante baba. Sasa nimewaita, nataka niongee na nyie maneno machache wanangu. Sawa? Najua sasa hivi mmefikia hatua kubwa. Na mkumbuke kwamba nimewaona tangu mnakuwa, tangu watoto mnakuwa. Mimi ninachomshukuru Mungu, mmekuwa ni watoto wanyenyekevu, mmekuwa watoto mnaompenda sana Mungu. Na mimi nimefurahishwa sana na hatua kubwa hii ambayo mmeifikia. Wewe Atupele, unanielewa vizuri? Nakuelewa baba. Kwa hiyo sasa hatua mlioifikia ni kubwa sana ya kufikia kuwa na kwenye sehemu ya uchumba sasa. Ni hatua kubwa, lakini pia ni hatua nyeti sana. Tunaenda vizuri wanangu? Na mkumbuke hizi nyakati ambazo tupo sasa ni nyakati ambazo ni za hatari kweli kweli. Sisi wazee wenu kuna mambo hatukuyaonaga kama haya habari za tusimusimu. Umeona sasa tusimusimu tu. Sisi kipindi chetu hatukuwepo na tusimusimu tu. Lakini sasa nyie ona sasa haya imerahisisha, hata ukiwa nyumbani unaweza kumpigia Atupele. Atupele rafiki yangu. Sasa mnapoitumia hii simu msitumie kuongea mambo ambayo yanawatoa kwa Mungu.
sana, uwe makini sana Rwitiko, uwe makini lakini nakuamini mwanangu. Neno ninalowaachia sasa ni hili hapa: hakikisheni mnalinda nini? Ushuhuda, kwa kuishi maisha matakatifu. Mungu wa mbinguni awabariki sana, na wapenda wanangu wazuri. Rwitiko, ongera kwa hatua kubwa mwanangu. Atupele, ongera kwa hatua kubwa mwanangu. Mungu awabariki sana. Asante sana mchungaji Mahenge. Amen, amen. Mungu awabariki. Ni nani we? Ni Yesu. Shalom kaka. Shalom, mambo? Poa. Zima. Zima. Kwa mrembo unaitwa nani? Mimi naitwa Lumi. Nafurahi sana kusikia jina lako, maana kila siku unapokuonaga pale kanisani unanivutia sana. Asante. Wewe pia unaitwa nani? Mimi naitwa Dazzling. Au unajua kucheza, nimevutiwa na wewe. Asante sana. Kuna wengine pia unaniambiaga hivyo, sasa wewe kidogo umenigusa. Ndio naweza ngapata namba yako ili tu tunawasiliana nini, hata ukitaka kutoa nyimbo, tunatafuta madansa usikeseke. Sawa, shida. Haleluya, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Watumishi wa Mungu. Baba. Dazzling, habari za leo? Salama. Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Uko vizuri? Niko vizuri sana. Dada Rumi. Bwana Yesu asifiwe. Vipi tena saizi hapa? Mimi nilikuwa kwanza unajua napendaga kushuti video. Kulikuwa kuna gospel sebene challenge kwa nikawa na ni jambo jema. Sasa vijana wangu iko hivi. Kwa dunia sasa hivi na namna jinsi ilivyo, dunia imeharibika sana. Ni vizuri mkafuata njia sahihi ambazo zitakazo wapa nyinyi namna ya kuweza kuanzisha mahusiano yenu kwa uzuri sana. Kwa sababu hata ukisoma ile Zaburi ya 119 mstari wa 9 unasema hivi, jinsi gani kijana isafishe njia yake, bali kwa kutia akilifuata neno lako. Sawa, ulikuwa uko sahihi zaidi, lakini katika mazingira haya ambayo nimeyakuta, kwa kweli haileti ushuhuda mzuri kwenu. Ikiwa nyinyi watumishi wa Mungu na una ndoto zako. Amen. Na binti pia una ndoto zako. Kwa katika mazingira haya haileti picha nzuri kwa mtu yote atakipita mazingira haya. Ataona kuna kitu cha tofauti kinaendelea hapa na sio kizuri, na kinaweza kikapoteza ushuhuda wenu mbele za Mungu. Kwa hiyo ni vizuri mkafuata hatua sahihi ambazo zinaweza zikawapa nyinyi mwanga wakaweza kufikia hatima yenu. Haleluya. Kwa hiyo ni makini sana, dunia sasa hivi imeharibika mno. Kwa hiyo jitahidini mzingatie yale masharti na mafundisho ambayo wachungaji tunawapa ili muweze kufikia hatima zenu. Haleluya. Mungu awabariki sana. Asante sana baba. Amen. Tutakuja tukuone ofisini pale. Karibu sana. Asante sana. Karibu. Ubarikiwe. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Lilian Kalumuna. Nimeokoka na mpenda Yesu. Niko hapa kuwaeleza. Igizo hili linaonesha maisha ya kijana kuanzia mwaka 1970 2000 hadi hivi sasa. Naonesha ni jinsi gani vijana tunatakiwa kuenenda katika maisha yaliyo mazuri na matakatifu. Haijalishi ni miaka iliyopita, haijalishi ni wakati wa sasa. Inabidi tuenende katika mtiririko wa kufuata neno la Mungu. Vijana wa sasa tunatakiwa tukihitaji mwenza au kijana mwenzangu ukitaka kuhitaji mwenza, unatakiwa kumsikiliza Roho Mtakatifu. Unatakiwa kuisikia sauti ya Mungu. Mungu anasema na wewe kuhusu nini kuhusu huyo mwenzi. Kijana unatakiwa au vijana wenzangu tunatakiwa tukae katika maisha ya kumpendeza Mungu ili Mungu aweze kutupa watu walio sahihi. Neno la Mungu ni lile lile, halibadiliki, linaishi na litaendelea kuishi. Haijalishi ni zamani, haijalishi ni sasa, haijalishi zamani walikuwa wanafanya nini, haijalishi sasa tunafanya nini, lakini neno la Mungu ni lile lile. Napenda kuwakaribisha vijana wenzangu
Siku ya Jumanne ni siku ya vijana. Karibuni sana ili tuweze kupata maarifa mazuri. Siku ya Jumanne ni siku ya vijana. Karibu sana, usikae nyumbani kama una kazi yoyote. Karibu mahali hapa ili uweze kupata kitu kilicho bora. Wachungaji wako hapa, watumishi wa Mungu wako hapa, kuna maombi, kuna maombezi, kuna maarifa, kuna vitu vingi vya kupata wewe kama kijana. Karibu sana, usikose kila siku ya Jumanne. Muda wetu wa ibada ni kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 2:30. Karibuni sana, usikose. Karibu upate maarifa, karibu upate vitu vizuri. Sisi tunampenda Mungu. Wewe je? Karibu sana.